Asifiwe. Haleluya. Karibuni sana katika ibada, hata wale wanatutazama wakiwa mbali, hata wale walio katika nje ya nchi ya Kenya. God bless you. Hapa ni CFF Church Kabura. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya ibada hii ya siku ya leo katika jina la Yesu. Bwana wetu pewe sifa. Niweze kuomba dakika moja alafu tuingie kwa neno. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa nafasi nimesimama mbele za watu wako, Mungu wa mbinguni, kulinena neno lako katika maisha ya watu wako. Ninaomba Bwana ukatunenee kulingana na mapenzi yako, na Bwana uweze kutukumbuka katika jina la Yesu. Asante Mwokozi wetu, tunaponena neno lako utatusaidia kujielewa sisi ni nani katika ufalme wako na katika nyumba lako. Bwana utupatie nguvu ya kusimama imara katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Sema amen. Bwana apewe sifa. Siku ya leo nataka kuongea kuna ujumbe Bwana ameweka ndani ya moyo wangu jana usiku. Bwana atukuzwe. Na hiyo ujumbe ndio nitakunenea siku ya leo, na inasema ya kwamba ujumbe unasema ya kwamba milango 3 ya muhimu sana katika maisha ya mtu Mungu hutumia abariki mtu. Bwana apewe sifa. Milango 3 Mungu hutumia ili abariki watu wake. Bwana apewe sifa. Kwa maana ndio Mungu abariki, anatumia mlango. Bwana ni roho. Kila baraka inakuja katika maisha yako inapitia kwa mlango. Bwana atukuzwe. Na kwa hivyo nitaongea habari ya hiyo milango 3, na utakaposhika na utumie hiyo mlango utabarikiwa kuanzia siku ya leo. Na maandiko inasema hivi, ikia katika kitabu cha ngapi? Kumbukumbu la Torati, that is Deuteronomy chapter 28 and verse 1. Tuone milango ambayo Bwana ameongea juu yake. Na hii milango ni ya muhimu sana katika maisha ya mtu. Bwana atukuzwe. Biblia inasema ya kwamba na itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Tunaona ya kwamba mlango wa kwanza Bwana anatumia kubariki mtu ni mlango. Kila Mkristo ama kila mwanadamu lazima awe na sikio la kusikia, na hiyo ni mlango Mungu anatumia kubariki mwanadamu. Bwana wetu ndio sana. Na ndio anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana ikinena juu ya maisha yako. Unajua kwamba sauti ya Bwana inakuja na njia nyingi sana. Inaweza kuwa sauti clear unasikia. Inaweza kuwa sauti katika ndoto. Inaweza kuwa sauti katika maono. Inaweza kuwa sauti kupitia neno la Bwana. Bwana ni roho. Kwa maana hii neno la Mungu linanena, ni sauti ya Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Na kwa hivyo hii mlango wa kusikia, useme ya kwamba as from today I open the door ya kusikia sauti ya Bwana. Utaona vile baraka zitaanza kutembea na wewe. Bwana ni roho. Na nikwambia kwamba Mungu hana shida na kubariki watu. Bwana ni roho. Hata baraka za watu wengi hazitashikwa na shetani, hazitashikwa na maadui. Wewe mwenyewe ndio umekamata baraka zako. Wewe ndio umezuia baraka katika maisha yako. Wewe hauna kusikia. Bwana wetu ndiye sifa. Bwana ni roho. Na inasema ya kwamba utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, jambo lingine kwa bidii. Unajua unastahili kujitahidi kusikia na kuelewa sauti ya Mungu inasema namna gani. Unaweka bidii, unajitahidi kutafuta Bwana, unajitahidi kusoma neno la Bwana ndio usikie Bwana
anasema namna gani? Wacha nikwambie hiyo kamlango kakifunguka hivi. Mwathani arogoce. Kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo. Kuna kitu kingine. Unajua hiyo mlango unasikia kwa bidii na unatunza. Mwathani arogoce. Sio kusikia tu hivi useme ya kwamba leo nimesikia nimebarikiwa. Hapana, Mwathani arogoce. Maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Mwathani arogoce. Kwa hiyo mpango wa Mungu kwa mwanadamu na kwa Mkristo yeyote ni kubariki. Mwathani arogoce. Ana mpango wa kukutukuza wewe, uheshimiwe na mataifa, uheshimiwe kwenu, ubarikiwe in the society, ubarikiwe kwenu. Hiyo ndio mpango wa Mungu. Mwathani arogoce. Na kwa hivyo kama Mungu ako na hiyo mpango, wewe kuna kazi yako ama kuna pati yako katika maisha yako ya kupokea baraka. Mwathani arogoce. Mlango wa kusikia. Amen. Watu wengi wamezuilia baraka, wamezuilia kuinuliwa, wamezuilia kupelekwa mbali na Bwana kwa sababu hawana kusikia. Bwana apewe sifa. Na kusikia ni kitu ya muhimu sana. Amen. Ni kama vile mwili wa mwanadamu. Mwili wako una milango zaidi ya 5. Kuna milango zaidi ya 5 katika mwili wako. Mlango wa kwanza unakuanga macho, kile unaona kinaingia. Mlango wa pili ni masikio yako, kile unasikia kinaingia. Mwathani arogoce. Mlango mwingine ni kinywa chako, hiyo pia ni mlango. Amen. Hata mapua ni mlango. Milango ni mingi katika mwili wa mwanadamu. Ukifungua hiyo milango, mwili wako inaweza kuwa sawa ama iwe mbaya. Lakini naongea habari ya mlango ile Mungu anatumia abariki mtu wake. Mwathani arogoce. Na lazima kuanzia siku ya leo tupate sikio la kusikia, na tukitii hiyo sikio, Mwathani arogoce, hiyo sauti ya Bwana, utaona vile Bwana atakubariki. Si unaona Mungu amesema vizuri ati ya kwamba Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Mataifa inakuangalia hivi, inasema na kweli mtu amebarikiwa. Bwana pesa. Na kweli mtu nakuangalia na kufundisha na yeye. Lakini jiulize siku ya leo, nani anajifundisha na wewe? Nani anasimama hivi aseme kama ni fulani hapo namna hii hata na mimi nitaokoka? Si Biblia inasema tutakuwa nuru katika mataifa, na watu wataona ile nuru, wataanza kufikiria ndani yao, wacha tuingie kwa Mungu kwa sababu ya hiyo nuru. Akasieni watu huko nje. Bwana wetu ndiye sifa. Verse 2 inasema ya kwamba inaongea habari ya baraka. Amen. Habari ya baraka. So mlango wa kwanza ni kusikia, na mlango wa pili ambaye imekuwa ngumu na shida kwa watu ni mlango unaitwa kutii. Bwana pesa. Mlango unaitwa kutii kwa sababu maandiko inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Imagine, kutii ni bora kuliko hiyo sadaka umetoa leo, kuliko hiyo fungu la 10, kuliko dhabihu yoyote. Kutii ni bora. Bwana atubariki. Lakini watu wamezuilia baraka zao. Baba sijui, unajua kuna mwimbaji mmoja aliimba akasema sijui kama ni neno tutashukua, tupatie watu kama na kijiko, unawapatia kwa nguvu ndio waweze kukula, wasikie vile iko tamu. Bwana ndiye arogoce. Maandiko inasema mlango ingine ni kutii, na mlango ingine ya 3 ni kumsha Bwana. Hiyo milango 3 mwanadamu anapoishika aitumie, baraka hizi nitasoma hapa zitafuatana na wewe. Bwana apesi. Lakini mwingine amevuka mlango wa kutii, anasema hapana. Yaani umefunga hiyo mlango, vile umefunga hiyo mlango
hakuna baraka inaweza ingia until the day utafungua hiyo mlango ya kutii. Useme ya kwamba kuanzia leo nitatii Mungu. Haleluya! Nitatii sauti ya Bwana, nitatii neno la Bwana, nitatii mchungaji. Bwana pesiva, nitatii kanisa. Ufungue hiyo mlango ikae wazi, hizi baraka zitafuatana na wewe. Bwana pesiva, ufungue mlango useme ya kwamba nitakuwa kuanzia leo nasikia maneno ya mchungaji. Amen. Mtu ambaye anaitwa Naaman alikuwa mtu hodari na alikuwa mtu mkubwa, lakini alikuwa na ukoma, na Mungu alijua alikuwa na ukoma, lakini alimwambia enenda akapata nabii wa Bwana, naye nabii wa Bwana alitamka neno. Bwana pesiva, alitamka neno ni kwake yeye Naaman asikie, atii ama akose, ukoma itoke. Bwana ni roho. Semeni amen. Bwana pesiva. So nabii akasema mwambie, na unajua ni mtu mkubwa na alikuwa na ukoma na alienda kuombewa hiyo ukoma ishi. Nabii akasema mwambie aende Jordan ajisofie mara ngapi? Mara 7. Bwana ni roho. Na ukoma itafanya nini? Itaisha. Bwana ni roho. So alikaa hapo, alisaidiwa tu na kamdada kingine hapo, akamwambia sikia maneno ya mtumishi wa Mungu. Wewe enda, wacha kuangalia ukuu wako, wacha kuangalia wewe ni hodari, wewe ni mfalme, but uko na shida ya ukoma. Fungua mlango wa kutii na kusikia, na ukoma itaondoka. Amen. Alipoenda akakaribia kale kamto, akale kamto kalikuwa na matope. Mungu anakuambianga ufanye kitu ambaye hata wewe ukiangalia ina macho utaki. Akasema sasa hawaoni mimi ni mtu mkubwa, ili mtu ambaye iko na matope ndio inaambia nikuje nijichofi hapa ati ukoma itaisha. Akaambiwa ya kwamba hapana, wewe fungua mlango wa kutii na usikie maneno ya nabii wa Bwana. Akasema ni sawa. Aliingia kwa mto akajichoka mara ya kwanza, mara ya demo aliendelea. Bwana pesa mwili yake iliendelea kuwa sawa kama ya mtoto. Ilipofika mara ya 7 mwili wake ikawa kama ya mtoto, akapona. Ni kwa nini? Ile maneno alisikia mtumishi wa Bwana. Bwana apewe sifa. Akatii, akafungua hiyo mlango. Lakini kama angefunga hiyo mlango aseme ya kwamba mimi sitatii, mimi ni mkubwa, mimi ni hodari, asipe na kiburi, angeishi na ukoma katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Na hiyo imefanya watu wengi waishi na mashida katika miili yao, waishi na mashida hata katika biashara. Why? Because wamevuka mlango wa kutii, wamevuka mlango wa kusikia. Hawataki kusikia, wanasema ni kuonewa, wanasema ni kuingiliwa. Hapana, Mungu hutumia hiyo milango. It is the main door ya Mungu kutumia abariki mtu. Bwana wetu mbelezi. Amen. Apia mwenzako kuanzia leo nitafungua mlango. Bwana apende sifa. Nitafungua mlango wa kutii. Haleluya. Na nitasikia vile Bwana anavyosema. Amen. Hapo mstari wa 2 inasema hivi, na baraka hizi, angalia baraka, na ukiona Mungu ametamka na kikaandikwa, itatimia in Jesus name. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. All these blessings zitafuata maisha yako. Wallahi Roho. Sasa kwa nini hizi baraka zote zimetajwa hapa? Kama hauna hata moja, tunaona ya kwamba kuna kamlango moja umevuka. Aidha hauna sikio, hautaki kusikia, na umevuka mlango wa kutii, na umevuka mlango wa kuogopa Mungu. Kwa maana hiyo ndio kitu kingine naye baya. Watu hawataki kuogopa Mungu. Mtu anafanya vile tu anataka, alafu anasema Bwana asifiwe. Bwana ni roho. Baraka hauwezi pata
Biblia inasema hivi, baraka hizi zitakupata. Imagine mwana ni roho. Hata haiongei ati wewe utaenda kutafuta baraka. Inasema zitakufuata, zitakupata. Baraka zitaloketi mahali uko. Mwana ni roho. Zitakupata mahali uko. Why? Mlango wa kutii umeufungua. Mlango wa kusikia umefungua. Mlango wa kuogopa Bwana, haleluya, nimeufungua. Nazo baraka zitaanza kukufuata. Na hivyo ndio ninawaombea katika jina la Yesu. Kuanzia leo baraka zianze kuwafuata. Badala ya kuenda kuzitafuta, wacha baraka ziwafuate. Nani mkubali kufungua milango ya kutii na kuogopa Bwana na kusikia sauti ya Bwana, muweze kufanya mapenzi ya Bwana, baraka zitawaandama. Haleluya. Maandiko inasema katika Mathayo 6:33 ya kwamba utafute ufalme wa Bwana kwanza, mengine yote itakufuata. Bwana ni roho. Angalieni wapendwa, tumezuia baraka katika maisha yetu. Kulia tu tunalia, kuhangaika, kuangamia, taabu ni nyingi, kwa maana milango tumefunga. Bwana pesa. Wengi wanasema watumishi wanatuzosha, wanapenda hivi na hivi, lakini wacha nikwambie ukweli. Amen. Badala ya uchike ukitafuta baraka, Bwana pesa. Imagine Bwana ni roho. Simulasikia kulia akiongea hapa. Bwana ni roho. Aje kama anaomba Mungu asifanye kazi ya sana. Bwana pesa. Yaani unatafuta mpaka sadi. Yaani unafanya zaidi ya vile Mungu. Bwana ni roho. Mungu alifanya kazi siku ngapi? Siku unasoma kwa Biblia. Na ya saba akafanya nini? Okay, na sisi wanadamu, sisi tunataka kufanya zaidi ya Muumba wetu. Bwana ni roho. Unatafuta mate tusabe, na kile unatafuta bado hakijatosha. Bwana ni roho. Bwana ameniambia siku ya leo, fungueni mlango wa kutii. Haleluya. Fungueni mlango wa kuogopa Bwana. Fungueni mlango wa kusikia. Baraka zianze kuwatafuta. Bwana apewe sifa. Bwana ni roho. Kuna mtu mmoja alikuwa anamtumikia Bwana. Alikuwa mtumishi wa Bwana, lakini akawa na mashida mengi sana. Naye Mungu akasema huyu mtu amenitii, ameniheshimu, nitafanya baraka zianze kumtafuta. Bwana atukuzwe. Kulitoka mzungu ako nje ya nchi ya Kenya. Mzungu akakuja Kenya. Bwana atupe sifa. Akaanza kuulizia mtu fulani, hajui, na hata mwenye kutafutwa hajui anatafutwa. Bwana atupe sifa. Mwenye kutafuta hajui anatafuta nani. Alisikia sauti ya Mungu, akaonyeshwa na Mungu. Bwana ni roho. Lakini Mungu ni nani? Akaleta connection. Wakati aliona yule mtu hivi, akasema huyu ndiye mtu ambaye natafuta. Huyu ndiye mtu ambaye natafuta. Bwana pesa. Walipopatana hivi, maisha ya mchungaji ilibadilika. Amen. Hawajuani. Hata hakuwa anajua anatafutwa, lakini baraka, ukifungua mlango wa kutii, baraka zitaanza kukutafuta katika jina la Yesu. Wacha hiyo kung'eng'ana, unang'eng'ana. Amen. Unajaribu hivi, lakini bado haujapata. Anza kutii. Bwana ni roho. Anza kuogopa Bwana. Anza kusikiza vile Mungu anavyosema, na utaona vile Bwana atakubariki. Maandiko inasema hivi. Namba 1, baraka ya kwanza, na ni ya muhimu sana. Mungu anasema ukifanya vile, baraka ya kwanza, utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani. Bwana pesa. Baraka ya muhimu, ati mjini, hiyo kazi unafanya itabarikiwa bila hutawahiona. Amen. Mahali ulizaliwa, mahali umetoka, pale mashambani tunaitaka Geshai
utabarikiwa hapo katika jina la Yesu. Bwana ni roho. Utalima, utaweka mifugo hapo na utaajiri mtu hapo. Bwana pesiba na mjini utabarikiwa, upokee mchanga, upokee nyumba, biashara ipanuliwe, duka ipanuke. Haleluya. Kwa sababu ya kutii, kwa sababu ya kuogopa. Bwana wetu ni sana. Bwana ni roho. Tutabarikiwa wapi? Amen. Sasa tuko mjini. Mumebarikiwa. Si bali mnang'ang'ana. Okay, mashambani mahali umezaliwa. Uko na kuku hata moja. Ama kabuzi. Amen. Ukiona hakuna vitu kama hizo, jua ya kwamba kuna kabulako ulifuka. But as from today, Bwana ni roho. We are going to change in Jesus' name. Amen. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako, watoto wako watabarikiwa. Imagine tunafanya watoto wetu wang'ang'ane, hawana baraka. Why? Because sisi wazazi tumefunga milango ya kutii. Watoto wanahangaika. Bwana wetu ni sana. Bwana ni roho. Sasa tutafanya namna gani wapendwa? Siri kusikia hii sauti ya Mungu, siri kutii hii sauti ya Mungu, siri kuogopa huyu Mungu. Hawa watoto wasing'ang'ane vile tunang'ang'ana. Labda wazazi wetu walifunga milango, hawakutii Mungu. Bwana wetu ni sana. Lakini ukiangalia wazazi wetu, ukiangalia habari yao ya kujitolea, walitii Mungu. Bwana watukuzwe. Kuna kijiji moja ya kwetu, Mama Lesi anajua, inaitwa Leomeleli. Hiyo kijiji ilikuwa inawaka jua sana, watu wanapaka hawafuni kitu. Lakini watu walikusanyika, wakasema kila mtu akuje na kitu tutolee Mungu. Haleluya. Kwa ajili ya mji, ukija kuja na mahindi, kuku, mayai, maziwa, kila mtu akaja na kitu, wakatoa kwa Mungu. As from that time, hiyo kijiji watu wanafuna mpaka mahindi, wanafuna, wamebarikiwa. Mji umebarikiwa, town imekuwa kubwa, imejengwa mpaka magorofa. Bwana wetu ni sana. Lakini kwa sababu watu hawataki kutii, Bwana atukuzwe. Sasa baraka nazo utatafuta usiku na mchana. Badala ya baraka zikutafute, unafanya opposite. Inaitwa upside down ama opposite. Badala ya baraka zikutafute, wewe unazitafuta na bado hauzishiki. Na unang'ang'ana hata haulali. Na Biblia inasema ya kwamba watu wa Mungu, walio wa Mungu anawabariki hata wakiwa kwa usingizi. Soma Biblia muone vile Mungu anabariki watu wale watiifu. Anasema watu wangu ninawabariki hata wakiwa wamelala. Imagine ukiwa kwa kitanda usiku unabarikiwa na Mungu. Amen. Si kuna watu wengi sana hapa mmeona mkikula matunda ambaye ni mazuri, na bado hautashika kitu. Umeona ukibarikiwa na pesa bado hautashika. Ni kusema ya kwamba kuna baraka zimefishwa mahali. Bwana anakujia usikie. Fungua mlango wa kutii. Ogopa Mungu. Bwana wetu ni sana. Ogopeni Mungu. Jitoleeni kwa Mungu. Simameni na kazi ya Bwana. Simameni na nyumba ya Bwana. Bwana atukuzwe. Jitoleeni katika ufalme wa Bwana. Wacha kuangalia nyumba ya Mungu hivyo. Na Biblia inasema ya kwamba utabarikiwa uzao wa tumbo yako. Imagine hata wewe ukikosa kuendesha gari, mtoto wako aendeshe gari, atakubeba katika jina la Yesu. Wala ni roho. Lakini nani amefanya? Bwana wetu ni sana. Hamjaisikia Bishop akitoa ushuhuda wakati alitumwa na Mungu Nairobi afungue kanisa. Alikuwa anahubiri one on one, anahubiria watu, lakini kuna kijana moja every day saa 6
alikuwa anamletea soda ya Coca-Cola. Bwana yetu asifiwe. Every day anaangalia mtumishi wa Bwana, wanapatana, anamtafuta, anampatia soda. Just soda ya 20 bob. Hailikuwa wakati ilikuwa inatoka 20 bob. Bwana yetu ni sana. Kijana alitii sauti ya Bwana, akafungua mlango wa kutii hiyo sauti, na akaogopa Jehova mwadhani anaongoza. Aliendelea hivyo, akaendelea hivyo mpaka siku moja akikuja akasema, huyu mtu nitamuombea, nimbariki. Mwadhani yakumi, nibariki huyu mtu, amekuwa akinibariki na soda kila siku nakunywa soda ya huyu mtu. Kasema nitambariki. Akamuita, alimletea soda, akamuita, akamwambia nataka nikubariki leo. Bwana ndiye anaongoza. Wewe, wacha niwaambie, hii mambo ninawaambia ni ya ukweli. Mtu wa Mungu aliombewa, alipoenda kuwekelewa mkono, akibisho akasikia ikimwambia ya kwamba apia huyu mtu hataishi Kenya, ataishi London na atakuwa mtu mkubwa. Bwana pesa. Na ni kutokana na nini? Na soda. Leo huyo jamaa anaishi London, ako na makao huko, gari zake ni nyingi. Bwana ni roho. Ilitoka wapi? Soda. Bwana yetu ni sana. Lakini kwa sababu watu wamefunga mlango wa kutii, hawataki kusikia. Amen. Wamezuilia baraka. Imagine Mungu ameashiria baraka, but umeblock hizo baraka. Bwana wetu kwa sifa. Ni kama vile Biblia inasema ya kwamba kama hauwezi kusamehe mtu, maombi yako haiwezi fika kwa Mungu. Imewekewa block ya kutosamehe. Hiyo maombi haiwezi fika. Bwana apesiwe. Na sisi baraka zetu, imagine ni sisi wenyewe, hata si shetani, hata si wachawi, sio waganga, wewe mwenyewe umeblock baraka zako. Haleluya. Na yule atakaye kubali aseme kuanzia leo, Bwana nisaidie, nitakutii. Haleluya. Nitakusikia na nitakuogopa. Utakuwa na ushuhuda hapa sana. Amen. Niliendelea wewe. Bwana na kuambia hivyo katika jina la Yesu. Bwana pesa. Kwa maana kanisa la Bwana linakosa sikio la kusikia vile watumishi wa Bwana wanasema, wanakosa kubarikiwa. Amen. Wakati mtu ameona shida, ndio anakimbilia mchungaji. Bwana pesa. Naomba msinikimbilie wakati wa shida hivyo. Lakini mniambie ya kwamba pastor, nasikia nimebarikiwa, nataka nibariki kanisa la Bwana, nataka nibariki kazi ya Bwana. Bwana wetu apewe sifa. So watoto wako watabarikiwa. Amen. Uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, hiyo ni biashara yako, hiyo ni hiyo kazi unafanyanga, itabarikiwa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Njia ni nyingi sana za Mungu kubariki. Lakini tukikuambia vile neno la Mungu linasema, unasemanga na kweli watumishi wamependa pesa, wamependa kuitisha, wamependa. Hapana, hatupendi. Hata sisi tunatoa. Bwana atukuzwe. Imagine inasema ya kwamba na uzao wa nchi yako itabarikiwa. Jambo gani linaweza zuilia tena uzao ama hiyo biashara yako isibarikiwe? Bwana atukuzwe. Ama hiyo kazi yako isibarikiwe. Mambo ni mengi tukiangalia kwa Biblia. Biblia inasema ya kwamba utakapoingia mji fulani na upate mazao, hiyo mazao ya kwanza uniletee nikiwa Mungu. Bwana atukuzwe. Sasa wengine tunaenda tunakataliwa mpaka na mji. Tunakataliwa mpaka na mahali tunakaa. Bwana apesiwe. Kwa sababu tulifunga mlango ya kutotii. Bwana apesiwe. Na uzao wa wanyama wako, wa mifugo, wadhani Mungu. Imagine mpaka uzao wa mifugo inabarikiwa. Amen.
Siku moja ndio wetu ako na shamba mahali ameweka mbuzi. Bwana apesi. Alipopata mbuzi ya kwanza ikazaa, aliitoa ikiwa mazao ya kwanza. Akaitoa. Wacha nikuambie, mbuzi zake ziliendelea kuzaa bilibili, mapasha. Wadhani ya roho. Mpaka wakati nenda kufukua nyumba huko, tulikula mbuzi na sikununua, alitoa kwake. Wadhani ya roho. Na kuambia ni sisi tunafugia baraka. Ambia mwenzako ni wewe unafugia baraka zako. Mwambie hakuna mchawi hapo. Haleluya. Mwambie ni wewe umefuga baraka. Na maokeo ya ng'ombe yako na wadogo wa kondoo, ati itabarikiwa kapu lako na shombo chako cha kutabia unga. Hizi ni baraka. Kwanza ya 6 ndio inanifurahisha sana. Inasema ya kwamba utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa na utokapo. Bwana bless. Hiyo ni ya kwamba ukikubali mlango ufunguke. Yaani ukitoka kwa nyumba hivi unatoka na baraka, na ukirudi jioni unarudi na baraka. Haleluya. Lakini leo unatoka hivyo tu, kwa maana hata kuomba asubuhi haukuomba. So unatoka hivyo tu, naomba mlango, blanketi unatoka. Jioni ukifika, hata ukifika kwa nyumba unasema wako umeteo mmoja uno. Haleluya. Ati kulikuwa kumekauka, hakuja kauka. Haleluya. Fungua mlango wa kutii na kusikia na kuogopa Mungu. Bwana ni roho. Ndukawa lenge nikomete. Bwana wetu aiwe sana. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Bwana atukuzwe. Ya 7 na ni ya muhimu sana. Hizi ni baraka ninasoma hapa. Anasema hivi ya kwamba, hebu fungua hiyo mstari wa 7. Inasema Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Unataka adui yako apigwe mbele yako? Bwana pesa. Kila mtu ako na adui. Kuna watu hawakutakii mema. Kuna watu wanakutafuta usiku na mchana. Kuna watu wanatembea usiku kwa nyumba yako, wanaloga biashara, wanaloga ndoa yako. Lakini Biblia inasema the day utafungua mlango wa kutii na kusikia na kuogopa Mungu, maandiko inasema Bwana atawafanya adui zako wale wanainuka juu yako watapigwa mbele yako. Bwana wetu tuwezi. Watapigwa mpaka uone adui ndio huyu amekuwa akinisugua, unaona akipigwa mbele yako. Bwana wetu tuwezi. Lakini sisi wapendwa tunataka kukaa hivyo tu. Bwana ni roho. Na waombea kuanzia siku ya leo, shikeni hili neno la Bwana. Bwana atukuzwe. Mkishika hili neno la Bwana na mlifanyishe kazi, na useme kuanzia leo kila jambo litatakaswa, litatii. Kila sauti nitasikia, Baba nitaisikia. Bwana nitakuogopa. Unajua ukiogopa Mungu hauwezi kukana mtu. Ukiogopa mtu hauwezi shukia mtu. Ukiogopa Mungu wadhani roho, hauwezi fanya mabaya. Hata ukiwa peke yako kwa nyumba siri hauwezi fanya mabaya. Kwa sababu gani? Unaogopa Mungu. Bwana atukuzwe. Lakini kwa sababu washikaji hatuna uwezo wa kuwashuka ukiwa kwa nyumba. Bwana atukuzwe. Sasa ninawashuka, mimi ni mshukaji wewe, si ni kweli? Lakini naweza kuwashuka nianzie hapa mbele. Niseme ya kwamba naanza kushuka huyu mahali popote anaenda mpaka kwake kwa nyumba vile analala, kabla nimalize huyu na huyu mwingine. Bwana apewe sifa. So tuko na mchungaji ambaye ni mkuu, anaitwa Kristo, anaitwa Mungu, anakushuka usiku na mchana. Mahali mimi sioni, yeye anaona. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hata kama hautaogopa mchungaji, ogopa Mungu ambaye anaona mpaka ukiwa
kwa shoo na kwa bafu peke yako kwa nyumba, anakuona, ogopa huyo Mungu. Bwana ni roho. Na ukiogopa utaona zile baraka, utaona maisha yako. Bwana wetu ndiye sana. Hizo baraka utaenda kusoma. Enda usome Deuteronomy 28. Usome habari ya baraka na usome habari ya laana. Zimeandikwa hapo kutoka mstari wa 15. Laana zimeandikwa hapo, lakini tusoma neno ambalo katika Psalms nimalize naye. Kitabu ya Psalms 128. Psalms 128 and verse 1. Inasema hivi, hii inaongea habari ya kuogopa Bwana. Heri kila mtu amshaye Bwana, gukena na kurathimwo ni ucio witigagira Ngai. Bwana apewe sifa. Blessed is everyone that fears the Lord. Number 2, aendaye katikati yake Mungu. Bwana ni roho. Huyo ndio mtu ambaye amebarikiwa. Bwana atukuzwe. Number 2, taabu ya mikono yako hakika utaila. Ni wakati siku ya leo wanafanya kazi, wanatafuta, wanakuwa na shida, lakini kila wanatafuta hawakuli. Bwana ni roho. Ushawahi patana na mtu anakuambia kwamba mimi napataka pesa nyingi sana kwa mikono yangu, lakini sijuangi zimetumika namna gani, zimeenda wapi? Bwana ni roho. Nikusema hiyo mikono yako imelaaniwa. Bwana wetu ndiye sana. Kwa maana maandiko inasema ya kwamba ukiogopa Mungu na uende na njia zake na usikie, utakula. Bwana ni roho. Utakuwa heri na kwako kwema. Imagine. Bwana ni roho. For those who are eating the labor of thy heart, hiyo kazi ya mikono yako itabarikiwa. Happy shall thy be, and it shall be well with them, for those who fear God. Hallelujah. Kwa sababu ya wale wanatii Mungu, kwa sababu ya wale wanasikia sauti ya Bwana. Bwana wetu iwe sana. Jamani, kuna baraka nyingi sana Mungu ametuahidi. Ameziashiria already, Mungu ameyashiria. Bwana ni roho. Sasa kazi ni kwako, na lazima uwe guided ndio uweze kupata hiyo baraka yako. Utaishika namna gani? Sasa hizi ndio njia ya kushika hiyo baraka. Bwana ni roho. Fungua mlango ya kutii. Wewe tii Mungu. Umwambie kwa nitakutii kutoka leo. Nitatii neno lako. Nitasikia, nitakuwa mtu wa kusikia. Bwana wetu ni sana. Watu wamekosa baraka. Maybe irathimo kwa sababu hawataki kusikia. Haleluya. Lakini hiyo ndio njia ya kubarikiwa. Hiyo ndio njia ya kuinuliwa mpendwa. Kama unataka Mungu, kama unataka baraka, fear the Lord. Na itakuwa heri kwako. Utabarikiwa na kwako kutakuwa kuzuri. Bwana ni roho. Kazi ya mikono yako itabarikiwa. Si ni Mungu anasema ati nitabariki kazi ya mikono yako. Haleluya. Lakini mbona hiyo kazi, mbona iko na madeni? Unajua deni kwa biashara hiyo sio baraka, hiyo ni laana. Kwa maana Mungu anasema nitabariki. So ni kazi yako na mimi niangalie kwa nini hii kazi iko na madeni namna hii. Kwa nini hii kazi inaendelea hivi? Niangalie ni wapi nimekosa. Labda umekosa kutoa fungu la 10. Bwana wetu ndiye sana. Labda umekosa kutoa mazao ya kwanza na kutoa shukrani na kutoa sadaka. Bwana wetu ndiye sana. Ukiangalia hiyo laini yote uone ya kwamba uko sawa. Sasa utajua hapa hii ni shetani. Hata ukikuja tuombe, tutakemea hiyo shetani na itaondoka. Bwana ni roho. Lakini zingine tunaziombea, hakuna mabadiliko. Unaona bado zaenda zikitidia kwa sababu mwenyewe anajua ni mlango gani amefunga ya kutotii. Bwana ni roho. Atabarikiwa ile siku atafungua hiyo mlango. Kwa maana ni Mungu amesema nitabariki kazi ya mikono yako. Hauwezi kufanya kazi
at the same time unalia. Hakuna kitu kama hiyo. Hapo hakuna Mungu. Bwana apesima. Ni ufanye kazi ibarikiwe na wewe ufurahie. Mwana ni roho. Lakini sio kulia kila wakati. Pesa inakuja kwa mikono, hauoni imeenda wapi. Haujui imefanya nini. Bwana atukuzwe. Hata wengine kwa sababu ya kutotii, unafuga hiyo kamdambe ya kutotii. Yaani Mungu anaweka kitu kinaitwa jaa. Yaani unaona vitu kwa duka zinakuita zenyewe. Hata pesa haukuwa na mpango ya kutumia, unapata umeona umetumia. Lakini kwa sababu ulivuka mlango. Bwana wetu ni sana. Sema amen. Wapendwa, inukeni kiwango ya kutii na kusikia na kuogopa Mungu. Bwana ni roho. Muinuke kiwango ya kujitolea katika nyumba la Bwana. Mtaona vile Mungu atawabariki. Mimi nimejionea watu wakibarikiwa kwa sababu ya kutoa katika nyumba la Bwana bila kusikiza na kuangalia. Unatoa, utabarikiwa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Mko tayari kufungua hii milango? Si umeivuka kwa siku nyingi? Si umevuka hii mlango kwa siku nyingi? Uko tayari kufungua? Umwambie Bwana, nimekuja kwako. Ninafungua hii mlango ya kutii. Kuanzia leo Bwana, kila jambo na kila neno utakuwa ukinena. Bwana apewe sifa. Nitakuwa nikisikia, nitakuogopa na nitakutii. Hiyo milango ukifungua hiyo mitatu, sabi hapa mtangengana hapa kwa ushuhuda. Vile Mungu amewafanyia katika jina la Yesu. Vile Bwana ameinua hiyo kazi. Vile Bwana ameinua hiyo familia yako. Vile Bwana amekubali mpaka Mungu anakutumania. Unaanza kutafutwa na vitu. Bwana ni roho. Bwana ni ngado maikusenga makuitika hapo. Anabeba shopping. Anauliza nitapata mtu fulani wapi? Badala ya wewe kukopa, kuna mwingine anakutafuta na shopping. Anatafuta akwa lakini na wewe ukubali jina lako ufungue katika jina la Yesu. Bwana apese. Usimame na miguu yako mbele za Bwana katika jina la Yesu. Tuombe tu mambo hiyo matatu. Just mambo matatu. Tuambie Bwana, leo Mungu tumekuja kwako katika jina la Yesu. Baba, nimeishi nikiwa mimi sio mtiifu. Lakini leo hiyo mlango Baba nimefungua. Nimeanza kukutii na kukusikia na kukuogopa katika jina la Yesu. Bwana wetu ndio sana. Ndio hizi baraka Mungu aliashiria uanze kuzipokea kuanzia leo. Hiyo kilio uko nayo ifike mwisho. Hiyo matatizo ifike mwisho. Hiyo taabu na mashida zifike mwisho kwa sababu ya kufungua mlango. Bwana wetu ndio sana. Tuinue mikono yako mbele za Bwana katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Utoe mikono yako mbele za Bwana. Fungua kinywa chako uambie Bwana, Baba, nimesikia neno lako. Na fungua mlango wa kutii. Kuanzia leo Bwana, nitakutii Jehova. Nitatii maneno ya mtumishi wako katika jina la Yesu. Baba, nipe sikio la kusikia sauti yako kwa bidii katika jina la Yesu na kuyatunza maagizo yako Bwana. Nipatie neema Bwana. Ninafungua mlango wa kukuogopa zaidi wa Yesu. Hivi yako tumevuka watu wa Bwana. But today tunaifungua katika maisha yako. Kwa maana maandiko inasema ya kwamba nitabarikiwa jina la Shabani, uzao wangu utabarikiwa. Nikiogopa Bwana itakuwa heri kwako katika jina la Yesu. Na pia kanisa lako Baba, twafungua mlango wa kutii. Twafungua mlango wa kusikia sauti yako. Twafungua mlango wa kukuogopa Baba kwa muda. Hivi nako tumevuka. Mashida imekuwa mengi, machozi imekuwa mengi, lakini leo Jehova, naombea kanisa lako, naombea watu wako waweze kutii, waweze kusikia, waweze kuogopa katika jina lako Bwana. Asante Jehova, tusaidie Bwana, tunaendesha Jehova, tupatie hiyo neema. Baba wetu wa neema, baraka umeashiria, milango umefungua, neema umeashiria. Baba wetu wa neema, twafungua milango
ya kutenda ndani yako, wafungua milango ya kusikia ndani yako, wafungua milango ya kukuogopa Bwana katika jina la Yesu, kwa maana umetuahidi baraka katika Deuteronomy 28 katika jina lako Baba. Tusaidie, tunatamani kubarikiwa, tunatamani kuinuliwa, tunatamani kuinuliwa Baba. Saidia kila mmoja aliye mahali hapa katika jina la Yesu Baba. Watu wa rehema, hautakosa kutubariki, hautatunyima baraka, already umeziashiria, wangojea tutii Bwana katika jina la Yesu, ili tubarikiwe Bwana na ili tukaweze kuinuliwa katika jina la Yesu. Pokea sifa Bwana, wastahili Mwokozi wetu, wastahili kuinuliwa Jehova katika jina la Yesu. Pokea sifa Mungu wa mbinguni, in the mighty name of Jesus. Haijalishi utomo wetu katika jina la Yesu, but wewe tutakapotii Bwana na tusikie Bwana na tuogope Bwana, atatutumia na njia kubwa kuinua kazi ya Bwana, kubariki kazi ya Bwana. Watu wengi wataokoka kutupitia, watu wengi watabarikiwa kutupitia katika jina la Yesu. Watu wengi wataogopa Bwana kwa sababu ya sisi katika jina la Yesu. Tutakapomheshimu Bwana, tutakapomwogopa Bwana, tutakapomtii Jehova katika jina la Yesu. Inua mkono wako moja katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunainua mikono yetu. Asubuhi ulituambia ya kwamba tukikurudia Bwana nawe utaturudia. Tunakurudia kwa njia ya kutii Bwana na kusikia na kukuogopa. Utusaidie kuanzia leo Baba. Tumeshoka kulia, tumeshoka kunenwa, tumeshoka kuhangaishwa, lakini baraka umeziashiria Baba. Tunaomba kuanzia leo tumekubali kufungua hii milango Baba wetu wa mbinguni, washa kila mmoja abarikiwe. Na tunaomba kuanzia leo, kwa sababu ya kwetu Bwana, baraka zianze kututafuta. Tumezitafuta kwa siku nyingi, hatujapata Baba. Tumejitahidi, hatujapata, lakini mlango wa kutii Baba tumefungua, mlango wa kusikia Baba tumefungua, mlango wa kukuogopa Baba tumefungua. Tunatangaza leo, nikitakazia wapendwa baraka Jehova zianze kuwatafuta watu walio na mali yao, waanze kuwatafuta watu walio na baraka zao, waanze kuwatafuta. Na tangaza divine protection Jehova, divine connection katika jina la Bwana, waanze kutafutwa na baraka Jehova kuanzia siku ya leo. Let the blessings of God locate your people as from today, my Father. Let your favor locate your people. Kuendelea kanisa kuanzia leo, washa baraka, washa watu waanze kututafuta katika jina la Bwana kuanzia siku ya leo Jehova. Na inua watu wako, na bariki watu wako, na watakasia neema, na takasa nguvu zako, na takasa roho wako. Hatutalia tena, tumetafuta ya kutosha, haijatosha kwetu, hatujapata Jehova, hatujaleleka, bado tuangegana, daime tuagodaina, tuetwenia gai, tuenuanika, tuenuotea, tuenuotia. Nwalitoria Yesu. Bwana pokea sifa, pokea shukrani Bwana. Baba pokea sifa, tubariki kuanzia leo. Tunatamani kubarikiwa mjini, kubarikiwa mashambani, uzao watu ubarikiwe, uzao waishi ubarikiwe, biashara zibarikiwe, ndoa zibarikiwe, familia zibarikiwe katika jina lako Bwana. Tawala kuanzia leo hao watu wako Bwana. Oh my God, jibu maombi ya watu wako, sikiza maombi ya watu wako, sikiza kilio Bwana cha watu wako Jehova. Wengine wanatamani wanashindwa, na waopea neema, na waopea nguvu, na waopea uweza katika jina lako Bwana. Asante Jehova, inaopea kanisa lako Baba liweze kubarikiwa. Tunaomba kuanzia leo watu waanze kutafuta kanisa katika jina la Jehova, kwa sababu tumefungua mlango wa kukutii Bwana katika jina la Yesu. Tubariki sisi
sisi wote Bwana tuinue Jehova, utufanikishe Bwana. Tuwakumbuka hata wale hawakuweza kufika kwa ibada siku ya leo Baba, wakumbuke Jehova, na ninaombea watu wako kama vile Baba umeninenea siku ya leo ya kwamba watu wako ni waombee kujielewa. Naombea watu wako Bwana waweze kujielewa, hata wale wako nyumbani, hata wale washirika wameshindwa kufika kwa ibada, tunawaombea kujielewa. Hata sisi tumefika, tunajiombea kujielewa. Wakati tutajielewa na tujijue Bwana, tutapokea baraka, tutasimama imara, utatutumia Bwana. Wacha kila mmoja aweze kujielewa katika jina la Yesu. Wacha kila mmoja Bwana aanze kujielewa. Naombea watu wako wajielewe Bwana, wajifahamu, wajielewe katika jina la Yesu. Pokea sifa Bwana, tunakushukuru na kuinua. Asante kwa hizo baraka. Ninawabariki wiki hii Jehova, ninabariki kazi ya mikono yao. Ninaomba ukawatenganishe na ubaya, watenganishe na maovu, watenganishe na kila shida kwa jina lako Bwana. Kila milango yao Baba ilikuwa imefungwa na ifungua leo katika jina la Bwana, na inafunga milango yote ya ubaya katika maisha yao. Bariki maisha yao Bwana, bariki hiyo biashara, bariki hiyo kazi, bariki hiyo ndoa, bariki hiyo jamii, bariki hao watu wako Bwana. Wainue kiwango, wajirikishie neema, wafute machozi hii wiki Bwana. Naomba waongozwe na furaha yako, waongozwe na amani yako, waseme tumebarikiwa katika jina la Yesu. Tunakutukuza Bwana na tunakubariki katika jina la Yesu. Niliomba na hata kuamini. Amen. 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 Nampigia Bwana Yesu makofi. Bwana asifiwe. Na Bwana awatende mema, na Bwana azidi kuwainua unapokubali kufungua hiyo milango. Bwana yetu apewe sifa. Mungu asaidie tu muweze kujielewa.